بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa huruma zake kutuamsha tukiwa tuko salama, kwani kuna wengi ambao wameamka lakini hawako salama. Kuna ambao wameamka ni wagonjwa, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, na Allah wafanyie wepesi waweze kupata matibabu. Lakini pia kuna ambao wametangulia mbele ya haki na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Hao nao pia Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi katika safari yao ya kuelekea huko kwa Allah. Kwa hiyo unapoamshwa salama, kwa hakika Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali salatu subhi jamaatan, kuiswali swala ya asubuhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema ulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati watu wengine bado wamelala na watu wengine wametoka wameelekea kwenye majukumu yao. Wewe ukaona kwanza uanzie msikitini uswali salatu subhi kisha uweze kuendelea na majukumu yako. Hii nayo pia ni neema, kwa sababu ya kutambua muhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo tunasema mara kwa mara kwamba huwa halipendwi na nafsi. Nafsi huwa inaona kama vile inapoteza muda, nafsi huwa inaona kama vile inakaa bure,
Na nafsi kazi yake ni kuamrisha yaliyokuwa mabaya na kumshawishi mwanadamu kuyafanya yale ambayo yanakwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kumwamrisha katika yale ambayo yamekatazwa na Allah. Utakuta nafsi ndiyo inapenda, nafsi huwa inapenda kufanya yaliyokuwa mabaya, na yenyewe inakuwa ni yenye kuridhika. Sasa unapopambana na nafsi yako ukaishinda na ukakaa katika kikao cha kheri kama hivi, ukapambana na shaitani ukamshinda na ukakaa katika kikao cha kheri kama hivi, wallahi hiyo ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Vikao hivi vya kielimu ni vikao muhimu. Watu wangefahamu umuhimu wake, kwa hakika watu wangejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuja kusikiliza maneno haya, kwa ajili ya kuja kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokaa katika darsa kama hivi, wallahi utapata kheri nyingi, utapata thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dawi Al-Kitabi wa Sunna, tuko katika mlango wa 15, mlango wa 15 ambao unahusiana na swala ya jeneza, na leo tutaingia katika al-mas'alatu thamina, mas'ala ya 8. Jana tulisoma mas'ala ya 7, leo tunaingia mas'ala ya 8 au sehemu ya 8 katika mlango wa 15. Na mas'ala ya 8 yanasema dafnul mayyit, kumzika maiti, wa sifatul qabri, na sifa ya kaburi au kaburi linavyotakiwa liwe, wama yusannu fihi, na mambo ambayo ni suna katika kumzika maiti. Wa yusannu an yu'ammaqa al-qabru, ni suna kaburi lichimbwe liwe lina kina, liwe ni refu, yani kuwe na kina cha kwenda chini. Wa ayu wasaa, na vile vile liwe ni pana. Ni suna kaburi liwe lina kina, lakini pia ni suna kaburi liwe lina upana. Wa ayul hada lahu fihi, na achimbwe mwanandani ndani ya hilo kaburi. Baada ya kuchimbwa kaburi, limewekwa upana mzuri, lakini pia likawekwa kina kizuri, ni suna sasa kutengenezwa mwanandani. Wa huwa an yahfura fi qa'il qabri hufratan fi janibihi, na mwanandani ni kuchimbwa katika lile kaburi, kuchimbwa au kutengenezwa kashimo pembeni, ila jihati alqibla, kwa kuelekea upande wa qibla. Pembeni pachimbwe tena sehemu kwa ajili ya kuja kumuingiza maiti katika sehemu hiyo. Fa in ta'adhara al-lahadu fala ba'sa bishaqqi, na ikiwa kutakuwa kuna uzito wa kumtengeneza mwanandani wa pembeni, basi hakuna ubaya likatengenezwa shimo tena kwenda chini katikati ya kaburi, likashimwa kashimo, kakatengenezwa kashimo
ambako ataingizwa maiti katika shimo hilo ambalo litakuwa liko katikati ya kaburi. Kwa kuna vitu viwili, kuna al-lahadu, mwanandani anakuwa pembeni mwa kaburi kuelekea upande wa kibla. Ama ashaqu, yani shimo linakuwa katikati ya kaburi. Na hiyo ashaqu wanasema wa huwa an yuhfara lilmayit fi wasati alqabri, ni kuchimbwa katikati ya kaburi, kinatengenezwa kisehemu cha kumweka maiti. Lakini al-lahadu afdalu, lakini kutengeneza mwanandani ni bora. Kuna baadhi ya maeneo kutengeneza mwanandani inakuwa ni ngumu, ima kutokana na ardhi labda ina mawe, au kutokana na ardhi inatitia. Mkijaribu kuchimba pembeni, mnaweza lile kaburi likatitia tena. Kama udongo uko hivyo, basi hapo mtachimba katikati ya kaburi, mtengeneze sehemu ya kumweka maiti, na hiyo inaitwa ni ashaqu, sio al-lahadu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema al-lahadu lana, mwanandani ni kwa ajili yetu sisi Waislamu, wa shaqqu lighairina, na lile shimo la katikati ya kaburi ni kwa ajili ya wasiokuwa sisi Waislamu. Sisi Waislamu tunatengeneza mwanandani, na wasiokuwa Waislamu wao wanatengeneza kishimo pale katikati. Kwa kama kutakuwa kuna uwezekano wa kutengeneza al-lahadu ambaye ni mwanandani pembeni mwa kaburi, hiyo itakuwa ni bora. Na kama kutakuwa kuna uzito, basi hiyo itakuwa ni dharura, mtachimba kishimo katikati ya kaburi. Wayudha'u al-mayyitu fi lahadihi ala shiqqihi al-aymani, baada ya kutengeneza kaburi na akachimbwa mwanandani, anawekwa maiti ndani ya yule mwanandani, ala shiqqihi al-aymani, alazwe maiti, alazwe kwa upande wake wa kulia, mustaqbila al-qiblata, hali ya kuelekea qibla. Watusaddu fathahu al-lahadi, watusaddu fathatu al-lahadi bil-labni wat-tin, na yule mwanandani atazibwa kwa kutumia matofali na udongo. Mwanandani yule matofali yatapangwa vizuri, kisha yatawekwa udongo, yatakandikwa vizuri. Thumma yuhalu alayhi turabu, kisha utamwagiwa udongo juu yake. Kwa kaburi lile litafukiwa, litajaa. Wayurfa'u al-qabru 'anil ardi qadra shibrin musannaman, na litanyanyuliwa kaburi baada ya kuwekwa udongo likajaa, baada ya kufukiwa udongo likajaa, litanyanyuliwa kaburi liachane na ardhi kiasi cha shibri moja, yani linyanyuke kidogo tu lionekane kwamba ile ni kaburi, linakuwa kama vile lina nundu. Ay ala hayati as-sanam, kwa namna ya nundu, yani anakuwa kama vile lina nundu, limenyanyuka kidogo. Lithubuti dhalika fi sifati qabri an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa sahibaihi, kwa kuthibiti hilo katika sifa namna lilivyowekwa kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallama na marafiki zake wawili ambao ni Abu Bakari na Umar.
liyulama annahu qabrun, kwa natakiwa linyanyuliwe kidogo ili julikane kwamba hili ni kaburi. Fala yuhanu, lisije likawa ni lenye kudhalilishwa, watu wanapita juu wanalikanyaga. Wala ba'sa biwad'i ahjari au khayriha ala atrafihi libayani hududihi. Sheikh anasema nasibi baya kuweka mawe katika pembe zile za kaburi na katika ncha zile za kaburi. Hakuna ubaya ukaweka jiwe kwa ajili ya kubainisha ile mipaka yake kwamba kaburi limeishia hapa, wa maarifatihi, na kujua kwamba hili ni kaburi. Kwa si vibaya ukaweka mawe, au watu wengine wanaweka miti katika zile pembe zote, anaweka alama ya kuonyesha kwamba hili ni kaburi. Wa yahrumu albina'u 'ala alquburi, na ni haramu kujengea makaburi. Waislamu haifai kujengea makaburi, ni haramu. Japo kuwa siku hizi imekuwa kama fashion, watu wanayajengea makaburi, lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inatuambia ni haramu kujengea makaburi. Watajisuisuha, na ni haramu kuyasakafia makaburi, yani kaburi linasakafiwa, ni haramu. Waljulusu alaiha, na ni haramu kukaa juu ya kaburi. Watu wengine wanakuta haya makaburi ambayo yanajengewa yanasakafiwa, unakuta mtu amekaa juu ya kaburi. Ima watu wako makaburini kwa ajili ya kuzika, au mtu ameamua tu kukaa juu ya kaburi, ni haramu. Kama yukrahu alkitabatu alaiha, kama ambavyo pia ni karaha kuliandika kaburi, illa biqadri alhajati lil'ilami, isipokuwa kaburi linaweza likawekwa alama kama kuna haja ya kufanya hivyo, kwa ajili tu ya kufahamisha kwamba hili ni kaburi. Lihadithi Jabiri radhiyallahu anhu qala, kwa ushahidi wa hadithi ya Jabiri radhi za Allah ziwe juu yake, amesema naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama an yujassasa al-qabru, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallama kusakafiwa kaburi. Wa an yuq'ada alayhi, na kukaliwa juu yake. Wa an yubna alayhi, na kujengewa juu yake. Zada Tirmidhi akazidisha katika upokezi wa hadithi hii, wa an yukutaba alaiha, na kuandikwa juu yake. Haya ni mambo kama manne ambayo yamekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Kwanza, Mtume amekataza watu kusakafia makaburi, kaburi lisisakafiwe. Lakini leo watu wananunua cement kwa ajili ya kwenda kulisakafia kaburi. Jambo hilo limekatazwa. Lakini vile vile Mtume amekataza mtu kukaa juu ya kaburi. Jambo hilo limekatazwa. Jambo la tatu, Mtume amekataza kujengea kaburi. Lakini leo watu wengi wamekuwa wakiyajengea makaburi. Jambo hilo limekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Mtume amekataza kuandika juu ya kaburi. Yaani utakuta kaburi limeandikwa hili ni kaburi la fulani bin fulani, amezaliwa mwaka fulani, amekufa mwaka fulani. Mambo hayo yanakatazwa na sheria. Mambo hayo hayatakiwi yafanyike, kaburi lisiandikwe. Wali anna hadha min wasail ash-shirki, na kwa sababu mambo haya, mambo ya kusakafia kaburi, mambo ya kujengea kaburi, mambo ya kuandika kaburi, mambo haya ni
nyenzo au ni njia ya watu kupita na kuelekea kwenye ushirikina. Wataalluqi bil adriha, na watu kufungamana na makuba, kufungamana na makaburi, kwamba hili ni kaburi la fulani, hili ni kaburi la shekhe fulani, la sharifu fulani, la kiongozi fulani. Inafikia mahala watu wanakuwa ni wenye kufungamana na makaburi hayo, na mtu anapokuwa na shida anakwenda kwenye makaburi kama hayo. Wa hadha mimma yaghtaru bihi aljuhalu, na mambo haya kufungamana na makaburi ni miongoni mwa mambo ambayo wanadanganyika na mambo hayo watu wajinga. Wayataallaquna bihi, na wanafungamana na makaburi. Wayahrumu aidan israjul quburi ay idhaatuha, na vile vile ni haramu kuwasha taa makaburini. Ni haramu kuwasha taa makaburini, lima fihi, kutokana na yale yaliyomo ndani yake, minatashabbuhi bilkufari, na kujifananisha na wasiokuwa waislamu. Wa idhaati almali, na kupoteza mali bure. Wa binai almasajidi alaiha, na itafikia mahala itajengwa misikiti juu ya makaburi hayo. Wasalati indaha, na itafikia mahala watu watakuwa ni wenye kuswali hapo au ilaiha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la'ana Allahu alyahuda wan nasara, Allah amewalaani mayahudi na manaswara. Kwa nini? Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Wanakwenda wanafanya ibada katika makaburi ya manabii wao, wanakwenda wanaomba katika makaburi ya mitume wao. Kwa jambo hilo la kwenda kuomba makaburini, jambo hilo limewafanya wao wakalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walioko makaburini wanahitajia dua zetu, sio sisi tunategemea dua kwao wao, au tunakwenda kuwaomba waliolala pale makaburini. Wangekuwa wana uwezo wa chochote wasingekufa basi. Hawana uwezo wowote, anayetakiwa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si watu kwenda kuyaomba na kutambikia katika makaburi. Ikiwa makaburi ya mitume yamekatazwa watu kwenda kuomba dua na kwenda kufanya maombi katika makaburi hayo, sikwambii kaburi la mtu yeyote yule. Makaburi ya manabii yamekatazwa watu kwenda kuomba na watu kwenda kutambika. Sasa sikwambii makaburi ya watu wa kawaida, tena mtu mwingine ni mtu tu wa ukoo anatukuzwa kwa sababu ya ukoo, hata dini pia hakuwa nayo. Wayahrumu ihanatuha bilmashi alaiha, na vile vile ni haramu kuyadhalilisha makaburi kwa mtu kutembea juu ya makaburi, kupita juu ya makaburi. Au watuiha binniali, au kuyakanyaga makaburi na viatu. Wakati mwingine watu wanakwenda kuzika makaburini, mtu haangalia anapokanyaga na kanyaga wapi, anakanyaga kabisa juu ya kaburi, amesimama juu ya kaburi. Ni haramu kufanya hivyo. Awil julusi alaiha, au kukaa juu ya kaburi, wa ghairi dhalika, na mambo mengine. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kwa hadithi ya Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mtume sallallahu alayhi wasallama, la ay yajlisa ahadukum ala jamratin, kukaa mmoja wenu juu ya makaa ya moto, fataharika thiyabahu, kaa hilo la moto likachoma na kuunguza nguo yake, fatakhalusa ila jildihi, moto huo ukafika mpaka kwenye ngozi yake, ukachoma na ngozi, akaungua, yani akaungua yeye pamoja na nguo zake. Kufanya hivyo
khairun, ni bora, ni rahisi, min an yajlisa ala qabrin, kuliko mtu kukaa juu ya kaburi. Hii ni kuonyesha ubaya wa kukaa juu ya kaburi au kulikanyaga kaburi au kupita juu ya kaburi. Walinahayihi sallallahu alayhi wasallam anil wat'i ala alqubur, na kwa makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokataza watu kuyakanyaga makaburi. Wayustahabbu inda alfaraghi min ad-dafni, na vile vile ni sunna watu wanapomaliza kuzika, ad-du'a lilmayit, kumuombea dua maiti. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na kitendo chake Mtume sallallahu alayhi wasallama, fa innahu kana idha faragha min dafni almayyit, hakika yeye alikuwa anapomaliza kumzika maiti, waqafa alayhi, anasimama katika kaburi hilo, waqala, na anawaambia waliohudhuria, anawaambia maswahaba, anawaambia waislamu, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu, was'alu lahu tathbita, na muombeeni apate tathbiti, muombeeni dua aweze kujibu maswali atakayoulizwa na malaika. Fa innahu al'ana yus'alu, kwani hivi sasa anaulizwa. Kwa watu baada ya kumaliza kuzika, kiongozi au anayeongoza yale mazishi anatakiwa awaambie waliohudhuria kwamba jamani, hivi sasa ni muda wa kumuombea msamaha ndugu yetu, lakini vile vile ni muda wa kumuombea dua ili aweze kujibu maswali ambayo anaulizwa na malaika. Kwa hiyo hapo sasa kila mmoja anaanza kumuombea maiti. Allahumma ighfir lahu wa thabbituhu, unaweza kusema maneno kama hayo. Allahumma ighfir lahu wa thabbituhu, Allahumma ighfir lahu au Allahumma thabbituhu. Unasema maneno hayo, unamuombea msamaha na unamuombea dua ili aweze kujibu hayo maswali. Kila mmoja anasema maneno hayo. Hata mtu akisema kwa Kiswahili pia ni sawa, hata akisema kilugha ni sawa. Almuhimu amuombee msamaha ndugu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qira'atul fatihati, amma kusoma alhamdu au shay'in min alquran, au kusoma kitu chochote katika Qur'an, inda alqabri, makaburini. Utakuta watu wengine wanasoma Yasini, wengine wanaleta nyiradi, wengine wanaleta tahlili. Fa innahu bid'atun munkaratun, hakika jambo hilo ni uzushi, na jambo hilo ni jambo baya, jambo la munkari. Watu wanatakiwa kuachana na mambo kama hayo, li'annahu, kwa sababu lam yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, hakuwahi kufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama, wala sahabatuhu al-kiramu, wala hawajawahi kufanya hivyo masahaba zake watukufu. Mambo hayo jamani hayapo. Makaburini baada ya kumaliza kufukia, baada ya kumaliza kuzika, kinachotakiwa ni kumuombea msamaha maiti, na wala hakuna kitu kingine chochote. Hakuna cha talaqin, kwa sababu Mtume hajawahi kufanya hivyo. Na anayesema talaqini nafaa, atuambie ni lini Mtume alimsomea sahaba wake talaqin? Lini? Alimsomea nani? Amefiwa na watu wengi. Amefiwa na mke wake Bi Khadija, alikuwa anampenda sana. Je, Bi Khadija alisomewa talaqin? Wamekufa masahaba zake ambao alikuwa akiwapenda, akina Hamza. Je, walisomewa talaqin? Nani aliyosoma hiyo talaqin?
lakini vile vile mtume mwenyewe kafariki. Nani alisoma talaqini katika mazishi ya mtume? Haya mambo hayapo. Kwa hiyo haifai kusoma hiyo talqin, lakini pia haifai kusoma chochote katika Qur'an, si Yasini wala kitu kingine chochote. Kuna hadithi dhaif wameweka watu kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya maslahi yao. Wanasema, mtume anasema, iqra'u ala mautakum Yasin, wasomieni maiti zenu suratu Yasin. Hadithi hii haijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Hadithi hii ni hadithi ya kusingiziwa mtume ili watu waweze kufanya mambo yao. Waqad qala sallallahu alaihi wasallama, na hakika amesema mtume sallallahu alaihi wasallama, man amila amalan, yeyote atakayefanya kitendo, laisa alaihi amruna, kitendo ambacho hakipo katika jambo letu, kitendo ambacho hakipo katika dini, fahuwa raddun, amali hiyo, kitendo hicho kitakuwa ni chenye kurudishwa kwa mwenyewe, kwa sababu ibada hiyo au kitendo hicho au amali hiyo haijaelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala haijaelekezwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wanapokwenda kuzika, wazike kama alivyozika mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wanapokwenda kuzika, wazike kama alivyozikwa yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanapokwenda kuzika, wazike kama walivyozika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusiongeze katika dini. Mambo mengi yameongezwa katika dini, si katika swala ya jeneza au katika swala ya kawaida. Mambo mengi yameongezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Muislamu ni lazima uwe na tahadhari. Ndio maana tukaambiwa kwamba tufuate maelekezo na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo.